Hawa kuku wa kienyeji hawa wa asili, wafugaji wengi sana wamekuwa wakiwachukulia poa. Yaani wanaona ni kama vile kuku ambao watawachelewesha kupata pesa, ni kuku ambao wanakula sana. Yaani ni kuku ambao labda wanaweza kuwafuga wawili watatu kwa ajili ya chakula hapo nyumbani, lakini hawafai kabisa kufuga kibiashara. Sasa nataka nikwambie vitu vitano ambavyo ni muhimu sana kuvifuata unapofuga kuku wa kienyeji kibiashara. Hii haijalishi idadi ya kuku ambao utawafuga, kama utawafuga kuku 5, 10, utafuga kuku 100, ila endapo utafuata hivi vitu vitano ambavyo ninakwambia kwenye hii video, basi vitakufanya wewe uwafuge hawa kuku kibiashara, hata ukiwapeleka sokoni uweze kupata faida, na mwisho wa siku hii biashara uifanye kama ambavyo zimekuwa biashara nyingine tofauti kabisa na namna ambavyo tunawafuga hawa kuku kwa mazoea. Sasa nitaanza na kitu cha kwanza kabisa ambacho wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji muhimu sana kukizingatia. Namna bora ya kuwazalisha hawa kuku. Yaani katika kitu ambacho kinawaua wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji ni namna ambavyo wanaweza wakapata vifaranga wengi kwa pamoja, na jinsi ambavyo wanaweza wakawalea mpaka wakawa wakubwa wakiwa katika idadi ile ile. Kwa mfano, wafugaji wengi ni nadra sana hawa kuku wa kienyeji kumkuta mfugaji amefanikiwa kuzalisha vifaranga labda 50 kwa pamoja, na akawafuga labda baadaye akapata kuku wakubwa hata 40 au 45. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na wakati ukiangalia kwa upande wa pili, kuku wa kienyeji wanataga mayai mengi sana. Kwa mfano, ukiwa na kuku 5 tu matetea, wakawa wanataga mayai kila siku, wastani wa mayai 10 unapata mayai 50, ambayo tunaamini kabisa uwezekano wa kupata vifaranga hata 40 vipo. Lakini ukikutana sana wafugaji wazembe ambao hawatumii hizi mbinu ambazo nakuelekeza hapa, utakuta hapo vifaranga ambao wanakuja kukua, yani katika ile mayai 50, labda kuku au 5 walilalia, vifaranga ambao wanakuja kuwa kuku wakubwa hawazidi hata 10. Sasa ili uweze kupata vifaranga wengi, kwanza ninakushauri unaweza ukatumia njia mbili. Njia ya kwanza, wanaweza wakawa wanalalia wao wenyewe lakini kwa pamoja. Yaani kwa mfano, una kuku 5, hata kama wametaga tofauti tofauti, mmoja akawai akaanza kulalia, hakikisha yule mmoja unaondoa yale mayai, unamwekea hata mayai visa. Yule ambaye atakuwa ni wa mwisho kuanza kulalia hiyo siku, ndio unachukua mayai yote ambayo uliyakusanya unawawekea wale kuku, unawagawanyia. Kama ulikuwa na mayai 50, sasa unaweza ukaweka 10 au ukaangalia maumbo yao. Kuku ambaye ana maumbo makubwa yale ukamwekea mayai mengi kidogo, ambaye ana umbo dogo ukamwekea mayai kidogo, sio mengi kama yale ya yule kuku mwingine. Ukifanya hivyo, manake hao kuku watatotolesha katika wakati mmoja, na utawanyang'anya vifaranga, utawalea wewe mwenyewe kwenye bulda, utawasaidia wale kuku kulea. Hiyo itakusaidia kwenye mambo mengi. Kwa mfano, muda ambao ilitakiwa wale kuku wawe wanalea vifaranga, watarudi tena, wataanza kutaga tena upya. Kwa hiyo utaenda kwenye bachi nyingine mapema. Na kitu kingine ni kwamba itakusaidia wewe kuweza kuwahudumia vizuri wale kuku, kwa sababu kwanza wanakuwa ni wengi, tofauti na ukianza kuhudumia vifaranga 5 sijui wangapi, unaweza ukajisahau. Lakini pia gharama, itakupunguzia gharama za ufugaji endapo utakuwa unawahudumia vifaranga wengi kwa pamoja. Na kitu kingine, mbinu nyingine ambayo unaweza ukaitumia hapo ni incubator. Ukiwa na incubator ni rahisi sana. Unaweza pia, sio lazima kuku wako tu wakataga, unaweza ukanunua mayai kutoka kwa wafugaji ambao unawaamini, ukaweka mayai kwenye incubator, na zipo za size tofauti tofauti. Kwa mfano sisi hapa KingoFarm tunayo incubator ya mayai 60, tunayo incubator ya mayai 120, mayai 90, inategemea. Kwa hiyo ambaye unaanza, nadhani kati ya hizi incubator 3 zitakufaa zaidi. Ukaweka mle mayai, ukiweka mle mayai, incubator zetu zinatotolesha kwa zaidi ya 90%. Kwa mfano umeweka mayai kwenye incubator yako ya mayai 120, kupata vifaranga 110, 115 ni uhakika zaidi. Kwa hiyo utaenda kuwalea pamoja wale vifaranga ambao ni wengi, ambao ni vifaranga wa kienyeji, watakuwa kwa pamoja.
hata gharama zake pia zitapungua kama ambavyo ilikuwa kwenye ile mbinu nyingine. Kwa hiyo ukiwa unafanya hivi, wewe ni rahisi sana ndani ya muda mfupi kuwa na kuku wengi kutoka kwenye idadi ndogo. Unaweza ukawa na kuku wengi wa kienyeji, lakini namna tu unavyowazalisha, kila mmoja analea vifaranga mwenyewe, mwingine anapoteza, yani ni vurugu mechi. Huwezi ukaendelea, huwezi ukawafuga kuku kibiashara. Lakini pia kwa kifupi tu nikuelekeze, sisi KingoFarm tunavyo hivi vitabu ambavyo vitakusaidia sana kwenye ufugaji wa kuku. Kama kitabu cha tiba za asili kitakusaidia kutengeneza tiba kwa ajili ya kuku wako endapo wataumwa ugonjwa wote ule, tumeweka tiba yake humo. Hata yale magonjwa ambayo hayana tiba kabisa kama vile kideri, lakini humo tumeweka tiba ya asili. Kuna safari ya ufugaji humo, kuna mwongozo wa kuwafuga vifaranga, kuwapa chanjo za asili, lakini pia namna ya kuchanganya chakula kwa ajili ya kuku chotara na kuku wa mayai. Ni sambamba kabisa na kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tutakutumia kwa njia ya WhatsApp. Yani kitabu kimoja ni shilingi 10,000. Kwa mfano kama unafuga kuku wa kienyeji, vitabu vinavyokufaa zaidi hapa ni vitabu vitatu, ambacho cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, cha tiba za asili na mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Ukilipia shilingi 30,000, wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji unakuwa umekamilisha kabisa kwenye upande wa vitabu. Unaweza kaongeza shilingi 8,000 kwa ajili ya kujiunga na kundi. Hiyo ni ada ya kukaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Baada hapo utalipia tena. Sasa tukiendelea na mada yetu na kwenda kukutajia kitu cha pili, ni lishe. Hata kama una kuku wachache wa kienyeji, usiwaache tu wao wenyewe wao wanaokota vyakula. Cha kufanya, watengenezee lishe bora, uwe unawapa. Labda wakienda kuokota chakula, wao wanaokota chakula cha ziada. Ile lishe bora ambayo utawatengenezea kwa kutumia kanuni maalum. Kwa mfano sisi ukichukua kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, mle tumeweka kanuni ya kutengeneza chakula. Wanapokuwa wanaenda kuokota chakula kile, wanakuwa wanaokota chakula cha ziada. Kuku wako watataga sana, kitu cha kwanza. Kwa wale ambao nimewaelekeza kwamba ukiwa na incubator, kuku mmoja anaweza kukutagia hadi mayai 20, 22 hadi 25, kitu ambacho sio cha kawaida kwa kuku wa kienyeji. Kwa utakuwa unapata mayai mengi kwa ajili ya kutotolesha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba kuku wako watakuwa ni wale ambao wana afya na kuwafanya wasiwe wanaumwa mara kwa mara. Kuku ambaye anakula vizuri, ana afya bora, hata afya yake inakuwa haiteteleki sana na magonjwa. Jambo jingine la tatu ambalo ni muhimu sana kwa wafugaji wa kienyeji kuwaambia, usafi. Kuku wa kienyeji pia wanahitaji usafi. Wafugaji wengi unaweza ukaona huyo anafuga kuku wa kienyeji, lakini huyo anafuga kuku wa kisasa. Ila kuku wa kisasa usafi anazingatia, lakini hao wa kienyeji usafi amewatupilia mbali kabisa. Vyombo vya maji hawaoshei, banda lao hasafishi vizuri. Kuku wa kienyeji ili wawe na afya njema na waweze kutaga vizuri bila ya stress, wanahitaji usafi. Lakini pia wanahitaji banda bora. Lazima uwe na banda ambalo lina maeneo ya kutagia, maeneo ya kulala vizuri, yani liwe safi kabisa kama ambavyo tunafanya kwa hawa kuku chotara, hawa kuku wa mayai, hawa broiler. Hiyo pia itawasaidia kuku wa kienyeji kuweza kuzaliana kwa wingi zaidi bila ya kuwa na stress hata kidogo. Sambamba na hilo, jambo jingine ambalo ni la msingi sana ni namna ya kudhibiti magonjwa. Ni kweli kabisa kuku wa kienyeji ni kinga zao zipo juu, sio rahisi sana kupata magonjwa, lakini ndio kuku ambao wanaongoza kwa kufa kwa magonjwa. Yani unaweza ukashangaa kidogo hizi takwimu. Kuku wa kienyeji ni kuku ambao ni wagumu kupata magonjwa, lakini kuku ambao wanaongoza kwa kufa kwa magonjwa ni kuku wa kienyeji. Kwa mfano, kideri kikiingia kwa kuku wa kienyeji kitawaua sana ukilinganisha na kuku wengine hao wa kisasa. Sababu ni nini? Sababu kubwa inatajwa kwamba kuku wa kienyeji wamesaulika sana kwenye upande wa chanjo za kuzuia magonjwa na zile mbinu ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuzuia magonjwa. Ndio maana sisi tunacho kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Kile kitabu kina kinga zote za kuwakinga kuku wako na magonjwa. Umekiona hiki kitabu? Hiki kitabu kinakupa ratiba kamili ya kutumia booster za asili kwa ajili ya kuku wako. Kama unahitaji wawe wanene zaidi kwa ajili ya nyama, upo upande wa
nyama, lakini kama unahitaji watage sana, upo pande kwa ajili ya kuku kutaga. Hiki kinatumika kwa kuku wote. Unaona hata hapo kwenye picha kuna broiler, kuna layers, kuna chotara, lakini pia hadi kuku wa kienyeji kinatumika. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinaingia kwa kuku wa aina yoyote ile ambao unawafuga. Ni kitabu kizuri sana hicho. Na jambo la mwisho kabisa ambalo nakwenda kuambia hapa ni issue ya masoko. Sasa hapa kwenye masoko nataka niwaambie kwa ufupi kabisa, nimalize na hii video. Ndugu yangu, kuku wa kienyeji hauzwi kwa uzito. Kuku wa kienyeji anauzwa kwa thamani yake. Yaani usije ukampeleka sokoni kuku wa kienyeji mtu akaanza kusema mbona mwepesi sana, mbona sijui nini. Hawa kuku wana thamani kubwa sana. Yaani ukimpata mtu sahihi ambaye anamjua kuku wa kienyeji, au ukipata soko sahihi, kuku wa kienyeji wanauzwa kwa bei kubwa sana. Kuku wa kienyeji wa kilo 1.5 anaweza kauzwa bei kubwa zaidi ya kuku chotara ambaye ana kilo 5, ana kilo 6. Yote hiyo ni kwa sababu ya thamani yake sokoni. Ni kuku ambaye ana thamani kubwa sana sokoni. Kwa hiyo ukishindwa kutambua thamani ya kuku wako wa kienyeji unaowafuga, itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kutajirika kwa hawa kuku, kwa sababu utakuwa unawauza kwa bei ya kutupwa. Kuku wa kienyeji maeneo mengine unakuta huyo anauzwa 13,000, lakini eneo jingine huyo anauzwa 35,000 na ananunulika vizuri kabisa. Kwa hiyo hicho kitu lazima ukitambue, na nimeishia hapa.